Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni serikali asanteni kwa kukataa vurugu. Maridhiano ni ushindi wa Zanzibar. ACT Wazalendo yasema ustawi wa wananchi muhimu kuliko madaraka. Vyama vya upinzani vyapongeza maridhiano bila usuluhishi wa nje. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Mwinyi achangia milioni 200 kituo cha elimu Lushoto. Habari katika ukurasa wa 4. NIDA yavuna bilioni 61 taarifa za vitambulisho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. BOT yanunua dhahabu ya trilioni 10 miezi 18. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika mwandishi mkongwe Mwakalebela fariki dunia. Habari katika ukurasa wa 2. Tanzania himiza Afrika iwezeshe viwanda vikuze uchumi. Habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili imeandika maonesho Sabasaba yazalisha fursa za trilioni 129 miaka 50. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari picha ikionyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na makamu wa rais mwandamizi wa kampuni ya Alstom Philippe Dele jijini Paris, Ufaransa jana. Dr. Mwigulu alikwenda Ufaransa kumwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan kwenye kilele cha maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu na la gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele, nini mwisho wa kauli za vitisho maandamano? Ni swali linagonga vichwa vya Tanzania wengi. Wachambuzi wabainisha majawabu, washauri namna ya kuondokana na mtanziko huo unaojirudia kila mara. 518 idadi ya watu waliokufa wakati wa matukio ya Oktoba 29 kwa mujibu wa ripoti ya tume ya uchunguzi iliyoongozwa na jaji mstaafu Mohamed Othman Chande. Hofu haijengi uchumi, daladala kupungua, biashara kufungwa, athari kwa taifa uzalishaji husimama, mzunguko wa fedha hupungua. Tanzania imejenga sifa ya kuwa taifa la amani. Sifa hiyo italindwa kwa kuondoa hofu, kujenga kuaminiana na kudumisha utulivu badala ya kuzuia taharuki zinazojirudia. Nukuu ya Profesa Baraka Mfinanga ikisema wananchi wanahitaji kuona kuwa kuna njia halali zinazosikilizwa za kuwasilisha malalamiko yao. Imani hiyo inapokosekana, mvutano utaendelea kujirudia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Mashahidi wa mtuhumu Baba Levo rushwa utekaji. Habari katika kurasa za ndani. Bei ya saruji ya paa, wazalishaji wataja viwango vipya. Habari katika ukurasa wa 5. Wataka sheria kubana madaktari mtandaoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika alama anazoacha Samata miaka 15 ndani ya Stars. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Alhamisi ya leo. Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Balozi Omar, mapinduzi ya viwanda ni muhimu Afrika, asema nchi hizo zinahitaji hatua madhubuti za kisera na za kikodi kuiwezesha sekta ya viwanda kuchangia ukuaji wa uchumi, kukuza ajira, uzalishaji, kupanua mauzo ya nje. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Dr. Mwigulu awahakikishia mazingira bora wa uwekezaji. Habari katika ukurasa wa 4. TBA na Benki ya Azania zarahisisha mikopo ya nyumba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Zaidi ya trilioni 3.9 kutumika kukarabati reli ya Tazara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Changamoto ya kushuka bei ya mahindi upatiwa majibu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. CMSA
I Trust Bond yaweka rekodi soko la mitaji nchini, habari katika ukurasa wa 3. Marekani yafanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran, habari katika ukurasa wa 19. ChatGPT msaada wa elimu au tishio la afya akili, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wachumi wanasiasa wajadili maandamano, waeleza madhara ya wananchi kujifungia ndani bila kufanya shughuli za uzalishaji, wengine washauri, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Hivyo nukuu ya Profesa Sembeje ikisema ni muhimu kutafuta suluhu ya kudumu ili kupunguza matumizi hayo na athari nyingine kwa uchumi. Kuna haja ya kuongeza uwazi katika ajira na nafasi za uongozi serikalini na taasisi za umma. Dayo Hassan Dayo nukuu yake ikisema wakati wa tishio la maandamano au wakati wa maandamano, wafanyabiashara hulazimika kufunga maduka yao na maeneo yao mengine ya biashara au ofisi za uzalishaji, hivyo kupunguza mzunguko wa fedha pamoja na mapato ya serikali. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Daktari, 50% ya changamoto za uzazi chanzo ni wanaume. Kwa miaka mingi wanawake wamekuwa wakibeba lawama pale wanandoa wanapochelewa kupata mtoto. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Mchuano mkali wa mawakili kesi ya Baba Levo, habari katika ukurasa wa 5. Jaji Masaju alivyobadili taswira ya mahakama, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4, nukuu ikisema mahakama pia imeendelea kutumia mifumo ya kidigitali kama NeST, TIMIS na CIMS katika shughuli za manunuzi, usimamizi wa magari na vifaa, hatua iliongeza uwazi katika matumizi ya fedha za umma. ACT Wazalendo Zanzibar ni kubwa kuliko vyama, habari katika ukurasa wa 17. Manufaa ya safari za ndege da Russia kiuchumi, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Gazeti ya Mwanahalisi ninalo mikononi mwangu Alhamisi ya leo, lenye limeandika shida ipo, tishio la maandamano Sabasaba la zorotesha uchumi, serikali ya banwa itafute suluhu si mbinu za kudhibiti, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika mafuta yaibua mapya, vita vya gusa wanasiasa wafanya biashara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Vibopa hawamo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8, habari picha ikimwonyesha Rostam pamoja na Manji. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Pata nakala yako some kwa undani zaidi. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na wazi, linalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vyama vya bongeza maridhiano, vyasema viongozi wametanguliza maslahi ya nchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Dr. Pembe aendelea kueneza utamaduni wa Waswahili Paris, habari katika ukurasa wa 2. Hemedi awaonya wakandarasi wanaochelewesha miradi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika ZSSF kuwapa kadi maalum wastaafu huduma za usafiri, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Rais Zimbabwe asaini sheria ya kujiongezea muda, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika AI janga jipya la kuzalisha vilaza, wadau wasema kuongezeka kwa matumizi ya akili unde kunasababisha changamoto katika usimamizi wa mitihani, yashauriwa kuwepo sera, kanuni na mifumo ya kisasa kutambua kuzuia udanganyifu unaotokana na teknolojia hiyo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Data yaibua mapya kadi za mwendo kasi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. CCM yafafanua maridhiano Zanzibar, wanasiasa waeleza umuhimu wake, Vuai asema ndio falsafa na sera ya Chama cha Mapinduzi kwa wananchi kuishi kwa umoja na kuepuka mivutano, habari katika ukurasa wa 3. Kampuni Ufaransa kuwekeza nchini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika wachumi wataja mbinu kuipa thamani dhahabu, habari katika ukurasa wa 3. Ndani afya mapacha watano, habari katika ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Depu ampasua kichwa beka. Depu kuzaliwa mwaka 2000 Lobito Angola. Mechi alizocheza ni 18, mabao ni 9. Mwalimu mechi 25, mabao ni 9. Kuzaliwa 2006, ni Mtanzania, huyo ni Suleiman Mwalimu.
mwa Ivory Coast mlangoni Msimbazi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Beki huyu wa kati atajwa kuziba nafasi ya Nangu na Hamza walio majeruhi. Msimu wa ligi kuu bara kuanza Agosti 14, 2026. Habari katika kurasa za ndani. Matukio tata yalivyoibeba Argentina. Kombe hili la dunia limekuwa na wastani wa faulo 22.6 kwa mechi ikilinganishwa na 25 mwaka 2022, 27 mwaka 2018. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8. Matokeo ikiwa ni Argentina 3, Misri 2, 16 bora kombe la dunia. FIFA World Cup leo Alhamis ni robo finali, Ufaransa dhidi ya Morocco saa 5 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Karia amgomea Samata kustaafu. Mbeya City ya baki ligi kuu. Misri yalia drama kombe la dunia. Habari katika kurasa za ndani. Morocco kuikabili Ufaransa robo finali. Habari katika ukurasa wa 22. TFF yafungua dirisha la usajili 2026-2027. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru, kweli daima, lenye limeandika wadau wa mgomea Samata. Nampongeza Samata kwa uamuzi wake, kwamba ninaamini amefanya jambo kwa wakati sahihi, hivyo nina imani vijana wataendelea pale alipoishia. Hii ni nukuu ya Rage. Bilioni 8 kuisuka Azam. Habari katika ukurasa wa 21. Kumekucha usajili ligi kuu bara. Habari katika ukurasa wa 23. Mkwasa Mgunda watoa sababu Afrika kuboronga World Cup. Habari katika ukurasa wa 23. Kocha Misri Awambogo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Kocha timu ya taifa ya soka ya Misri Hossam Hassan amekuwa mkali na kusema timu yake haikutendewa haki na ilifanyiwa dhulma katika mchezo dhidi ya Argentina. Kumekucha tamasha la Kizimkazi. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima, na gazeti hili linakamilisha dukuzi hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua. Tufate Facebook Shehani Mzaina, Instagram official Shehani_Mzaina au Toka Zamani TV, lakini usisahau kusubscribe na kuacha maoni yako kwenye comment hapa YouTube. Asante na kwaheri kwa sasa.